الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه هادئا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فيا أيها الإخوة الكرام الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين فوزا عظيما يا رب العالمين. أيها الناس أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى سنعود إلى الله ونحن على أبواب رمضان؟ ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maudhui ya khutba yetu ya leo, kila mmoja ajiulize ya kwamba mata sanaudu ila Allah wa nahnu ala abwabi Ramadhan, lini tutarudi kwa Allah tabaraka wa taala na sisi tuko katika mlango wa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuha nnas, enyi wanadamu, ba'dhuna la nadhkuru an-nasa illa ba'da rahilihim thumma ya lait. Baadhi yetu tuna kaida na desturi, hatutambui watu na hatutambui vitu mpaka vitakapoondoka, ndio tunasema ya laiti tungelikuwa tukafanya kadha na kadha. Lakini vitu hivyo vimeondoka, havipo na sisi tena, mojawapo ikiwemo Ramadhani. Jiulize, utakuwa mmoja miongoni mwa wale ambaye kwamba Ramadhani itaondoka na wewe uanze kujuta, ama utakuwa mmoja miongoni mwa wale ambaye kwamba Ramadhani itaondoka na wewe utasema at least nimefanya japo kidogo? Kila mmoja anajifahamu kwa ibada atakaifanya mwenyewe, mrongo na urongo wake, mwenye matusi na matusi yake, mwenye kumshirikisha Allah na kumshirikisha Allah kwake, mwenye kuwakosea wazazi wawili, mwenye kila ambalo kwamba anajijua yeye anafanya linamkasirisha Allah, atajua kweli Ramadhani hii nilifanya ama sikufanya. Kulluna sanarhal wa kulluna sanughadir wa kulluna musafirun kulluna muhajirun. Ndugu zangu katika imani, sote tutaondoka na sote tupo ndani ya safari na sote tutahama katika mgongo huu wa ardhi ambaye kila mmoja anajiona yeye amapendisha mabega juu ya mwenzake. Leo mpaka Waislamu 5 salawat, leo mpaka ndugu moja, leo mpaka watoto na wazazi hatusemezani, hatupeani salamu. Wa nahnu ala abwabi Ramadhan, na sisi tuko kwenye mlango wa kuingilia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Samihu ba'dhukum al-ba'd, samihu ba'dhukum al-ba'd. Kila mmoja angalie yule ambaye kwamba amemkosea na amfuate, amwambie mimi nilikukosea, naomba unisamehe. Na mwenye atafuatwa aseme na mimi nimekusamehe fi dunya wal akhirah. Lakini malasaf fi shadid, kubwa la ajabu, leo unakuja kupata hata kijana wa kiume ama wa kike haongei na mama yake mzazi, mpaka mama anaondoka kwenye mgongo huu wa ardhi, lakini haongei na mtoto wake. Wala haula wala quwwata illa billah. Je, madhara yake ni namna gani? Waulizeni wale ambao kwamba wamewashika mama zao mpaka mama wanaondoka kwenye mgongo huu wa ardhi, lakini wako radhi na watoto kama wale. Wewe ikiwa unaondoka mama yako kwenye mgongo wa ardhi na mama yako hayuko radhi na wewe, hali itakuwa namna gani duniani na kesho akhera? Ndugu zangu katika imani,
Kadhia iliyomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, matokeo ndiyo maana ya kadhia. Kadhia iliyomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walijikusanya ila Rasulillah, wakaenda mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, inna Alqama, hakika ya ndugu yetu sahaba mwenzi wetu anayeitwa Alqama ameshindwa kupiga shahada na tunavyomuona yuko katika sakaratul maut. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia nichukueni kwa Alqama. Baada ya kuongea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza aliwauliza masahaba, je, Alqama ana wazazi? Kaambia ndiyo, anaye mama yake mzee. Anafika kwa mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ya umma, ewe mama yake Alqama, wewe una ugomvi baina yako wewe na Alqama? Kaambia naam, huyo sitaki hata kumwona, hata nikifa mimi leo asije kushika kaburi langu ama jeneza langu. Msamehe mama, kwani yuko katika hali ngumu, ameshindwa hata kupiga shahada. Mama hataki kusikia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi wale ambaye kwamba tunawafanya mama zetu kama toilet paper, na Ramadhani inaingia, Alqama ameshindwa kusamehewa na mama yake, hata shahada ameshindwa kupiga. Anatamshwa shahada na masahaba zake, Alqama ameshindikana shahada. Na hii ikiwa ni moja miongoni mwa kiondokaji ama miongoni mwa mwisho wema, husnul khatima inda al-maut, ni Muislamu kupiga shahada. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwombea Alqama mpaka ameshindwa, mama amekasirika. Mtume alitumia hikma, akawaambia masahaba wenzi wake Alqama, nikusanyieni kuni mbele ya mama. Mama anashindwa, vipi? Kuni zimekusanywa mlima mzima. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hizi kuni nataka zipigwe moto. Kazi nitakayoifanya kwa kuni hizi, afadhali nimchome Alqama hapa duniani kabla ya Alqama kwenda kuchomwa kesho akhera. Kwa sababu gani? Aqu walidai. Hapo hakuna mafungamano, communication baina yake yeye na mamake mzazi. Afadhali nimchome Alqama hapa kuliko kwenda kuchomwa na Allah kesho. Hii ni hikma Mtume ametumia. Sije wewe leo ukatoka ukasema Lut ametuambia yule ambaye haelewani na mama yake tumchome hapa duniani. La, sijasema bwana. Wacha wazimu bwana. Lakini mama yake Alqama ikaweza kuingia ndani ya moyo wake huzuni, huruma, machozi na mtoka, hapana, hamwezi kunichomea mwanangu mbele ya macho yangu. Mtume anamwambia ikiwa hutaki tumchome, msamehe. Na mimi nimemsamehe Alqama fi dunya wal akhirah. Punde mama anasema nimemsamehe Alqama fi dunya wal akhirah kutoka dhati ya moyo wangu. Naye Alqama anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malakul maut anachukua roho yake. Mimi na wewe ambaye mama zetu ndio ambaye ni kituo kikubwa cha toilet, tunawatukana tunavyotaka, tunawapigia ugomvi na kuwadharau tunavyotaka, na huko tunajitayarisha na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini tunakwenda kumwambia Allah tabaraka wa taala? That time Rasul sallallahu alaihi wasallam aliweza kufahamu na Allah kumfahamisha ya kwamba Alqama ameshindwa kupiga shahada sababu hakuwa na maelewano na mama yake. Leo hatuna Rasulullah, leo hatuna sahabatu Rasulillah, leo hatuna tabi'in. Vipi tutajulishwa kwamba sisi ni wapeponi, sisi ni motoni? Waliyadhu billah. Wa nahnu ala abwab Ramadhan, na sisi tuko kwenye mlango wa kuingilia Ramadhani mabwana. Kila mmoja leo ajiulize, yeye na mama yake yuko kwenye hali gani? Yeye na mama yake mawasiliano yako kwenye hali gani? Ikiwa bado nenda kamwangukia mama yako mzazi, umbusu miguu yake, umwambie mama nisamehe kwa muda wote ule kabla Ramadhani kufika. Kwani Ramadhani ikikuingilia na ikiniingilia, na ikiwa miongoni mwetu bado sisi hatuna communication with our mothers, wallahi Ramadhani yetu imeenda. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ni upepo tu katika ibada zetu ambazo kwamba tutakuwa tukizifanya. Wallahi turudi kwa mama zetu. Ibadallah, samihu ba'dukum al-ba'd.